Mungu ametupa nafasi siku ya leo. Nataka nikazungumzia habari ambayo huenda ikawa kuleta utatanishi kidogo, kwa sababu ni habari ambayo ina hila na ni habari ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza, ni kweli inawezekana? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumzie habari za laana. Laana ni kitu gani? Na kweli Kristo Bwana Yesu anaweza akaruhusu laana kwa mtu? Hiyo ndio habari ambayo nataka nizungumzie siku leo. Sasa je, ujiulize laana ni nini na laana linatokana na nini? Na laana ilitoka mwanzo ama laana ndio sasa hivi zimeanza kutoka? Katika kitabu cha Mwanzo 3:17 nitaenda kusoma kama ilivyoandikwa. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umemsikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza usikitumie. Yani Bwana Yesu anazungumza na Adamu, kwa sababu wakati alimchukua akampeleka kwenye shamba la Edeni, kuna sharti ambazo aliweza kumpa. Biblia inasema kwamba alipewa sharti wa kumiliki chochote kilichopo kwenye lile shamba. Matunda zote na miti zote zilikuwepo katika lile eneo, lakini kuna mmoja tu ambayo hakuweza kuruhusiwa kuitumia, na hakuachwa bila kuambiwa. Aliambiwa mti ulioko katikati usiweze kutumia, kwa sababu alimpendeza Bwana. Bwana akaona ni heri mtu wangu anakaa katika upweke, mtu wangu anakaa yeye peke yake, ngoja nikampe msaidizi. Lakini baada ya kumpa msaidizi, Adamu akamwasi Mungu, na baada ya kumwasi Mungu, Mungu akaweza akaachilia laana. Maana ya laana ni kati ya mkataba wa mtu na mtu, au laana ni wakati unapokengeuka matakwa ya Bwana au sheria ya Bwana, unafanya yako. Wakati huo hata kama ulikuwa unampendeza Bwana, lakini lazima ukapate laana. Laana ni kukengeuka haki. Bwana Yesu asifiwe. Laana ni kuenda kinyume na sheria. Laana ni kuenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Laana ni hasara ambayo unayapata kwa kupitia kwa kinyi kiburi. Laana ni kitu ambacho inaonyesha ukatili wako au kengeuka wako ulio nayo. Hiyo ni laana. Alina kitabu anaweza kaandika, laana ni kukengeuka haki mbele za Bwana. Laana ni kukengeuka sharti iliyowekwa. Laana ni kuenda kinyume na jinsi ilivyo wekwa sheria ya kufuata na kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na laana inaonyesha sura zetu jinsi zilivyo. Maana wakati unapolaaniwa, kuna baadhi za vitu ambazo haziendi jinsi zinavyotakikana. Inaonyesha uasilia wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni laana. Unaweza ukawepo kanisani kumbe una laana. Unaweza ukawepo nje kumbe una laana. Unaweza ukawepo tu wewe mradi tu wewe upo, lakini una laana. Maana laana hutembea katika nyanja tofauti tofauti. Laana husababisha kitu kizuri kinakuwa kibaya. Laana husababisha yale mazuri yanakuwa mabaya.
Laana inasababisha mapenzi ya Bwana ayatimii kama alivyoshuhudia ndani yako. Laana ni kila ambacho kinasababisha unatoweka katika misingi mizuri. Maana kabla wewe kuwepo kulikuwa na misingi ya dunia. Kabla ukazae mtoto lazima ukamwekea misingi. Bwana Yesu sifiwe. Hakuna mzazi ambayo atatamani kuzaa bila kumtamania mwanae na kumwekea msingi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu yupo anayetuandalia misingi kama alivyoandaa misingi ya dunia bila kuweka hata nguzo. Jinsi alivyoweka msingi ya dunia akatukabidhi, akatuletea mwana wa Adamu wa kwanza, akamwita Adamu na akampa uwezo na mamlaka yote. Akamwambia vitu vyote vipo chini yako na vitu vyote wewe utaipa majina. Hata haya majina yawezekana hata Mungu hakuhusika. Wakati Adamu alikuwa na kabidhi, ndipo pale ambapo Mungu aliweza kumpa uwezo. Laana ishi tu laana tu. Laana ina nyanja mbalimbali. Kuna baadhi ya vitu ambavyo zinaweza zikafanyika ukaanza kujiuliza kwani hichi ni laana, lakini ukakosa kuelewa kwamba hichi ni laana. Nataka nizungumzie au nataka nihitaje baadhi za aina 7 ama 8 za laana. Anayeandika naomba uandike, kwa sababu nitazungumzia wenda mawili, alafu wiki ijayo au katikati ya wiki tena nitazungumzia tena mawili, afu nitakuja nimalizie siku ya ibada. Zilivyo zote 8 nitazijua namna za kugawanisha na kuzungumzia. Anayeandika madhara ya laana ama atakayeona laana ni nini? Asante Mungu. Madhara ya laana. Laana ya kizazi, hiyo ni laana. Laana ya pili, laana ya dhambi. Ya tatu uzinzi. Ya 4 wizi. Ya 5 ugumba. Nena taratibu ili yule anayeandika aweze akapata. Laana ya 6 utekwa. Laana ya 6 utekwa. Laana ya 7 urithi. Laana ya urithi. Laana ya 8 laana ya urithi wa madhabahu. Laana ya 9 laana ya ulevi. Maana hiyo ni jela za laana. Laana ya 10 laana ya talaka au laana ya kukataliwa. Hiyo ni laana ya talaka. Biblia inaita laana ya talaka. Laana ya 11 laana ya ufiwa. Wewe kila kitu kinafia tu ndani yako, hakuna kinachosimama. Wewe ni ukizaa mtoto anafia tu. Wewe ni ukibeba ujauzito inatoka. Hiyo ni laana ya ufiwa. Wewe ni ukianza hata miradi
aishe njiani. Hiyo ni laana ya ufiwa. Laana ya ufiwa. Na hii laana ya ufiwa imetesa watu wengi. Ukiwa na laana ya ufiwa, hata kuna chochote utakachoshika na ikajulikana umeshika kitu. Hata kama wewe ni mzazi, uzazi wako haina thamani. Hata kama wewe una cheo, hauna vyeo kadhaa wa kadhaa, vyeo vyako haina thamani, kwa sababu laana ya ufiwa iko ndani yako. Unaweza ukawa na laana, kila unapotembea wewe ndio unaisoma bango nyuma yako. Hiyo ni laana. Unaweza ukawa na laana, ukitamka jambo nzuri inageuka inakuwa baya. Hiyo ni laana ya ufiwa. Laana ya ufiwa, laana ya utekwa, laana ya kushindwa kusonga mbele. Kuna watu wengi wameingia kwenye laana wa kutokujua. Maana hizi laana zilianza kwenye kizazi hadi kwenye kizazi. Wakati tulipozaliwa hatukujua tuliwekwa kwenye urithi wa namna gani. Kumbe tuliwekwa kwenye urithi za laana. Tuliwekwa kwenye urithi ya kutofanikiwa. Kumbe tuliwekwa kwenye laana ya kutokuelewa tuko na laana namna gani. Na laana tulionayo leo ni laana ya majivuno. Laana ambayo ukiotembea unaringa jinsi ulivyo. Laana ambayo inakuweka unajitazama jinsi ulivyo vizuri. Ukiwa kijana unatembea ukiwa unadunda. Ukiwa kijana unatembea ukiwa umevuta suruali chini. Ukiwa kijana unatembea ukiwa umeshikilia simu kubwa. Ukiwa kijana unatoa sauti, kila mmoja unataka kujua. Hiyo ni laana ya majivuno. Na ni laana ya urithi. Ni laana ambayo inakunyima hata kuona mbele. Hiyo ni laana. Ukiwa binti inakuweka hiyo laana. Inakuweka unaanza kubagua vitu. Ukiona kila mtu unamdharau. Hiyo ni laana. Hii laana inakuweka unaanza kuwa kwenye vazi. Vazi ambayo haitukuzi Mungu. Ni laana. Ukiwa binti, hii laana inakuweka kwenye uzao isiyojulikana. Ukiwa binti, laana inakuweka hata kwenye ndoa uwezo ukakaa. Ukiwa binti, laana ya ugumba linakukamata, kwa sababu laana ya urithi. Laana za urithi za ardhi. Laana za urithi za madhabahu. Ardhi inapolaaniwa, wewe unaizaliwa kwenye hilo ardhi, unakuwa na laana za ardhi. Ardhi inapolaaniwa, babu zetu wao kipindi cha nyuma, mtoto alikuwa akizaliwa, kuna baadhi za sherehe walizokuwa wakizifanya, kuna baadhi za maneno walizokuwa wakizitenda, kuna baadhi za matamko fulani walikuwa wakizitamka, na hayo maneno hadi leo bado yapo. Hayo maneno bado leo yanafanya kazi. Hayo laana bado leo yanaenda kufanya kazi, maana bado ni msingi yaliyojengwa kwa mababu zetu. Ni laana. Ni laana. Hata mababu wayawezekana wakati mwingine walisema hakuna mtoto atakayekaa mahali hapa. Yawezekana bibi yako alisema hakuna mtoto atakayezaa mahali hapa. Sasa wewe unang'ang'ana kwa akili yako, unang'ang'ana kwa fahamu yako, unang'ang'ana kwa juhudi zako, unakosa mtoto. Maana laana za kizazi, laana ya kizazi inatembea. Akisema mtaolewa, kazi yako ni kutembea tu. Wewe unabadilisha tu wanaume, wewe unabadilisha tu wanawake.
yake. Ukiwa na mwingine leo, ukishakuwa naye ndani, unamwona yeye ni mbaya, unatamani tena mwingine. Laana ya kizazi, laana za ndoa, kwa sababu yule aliyetangulia aliachilia laana ya kutofanikiwa kwenye ndoa. Hiyo ni laana, laana ya kizazi, laana ya kizazi. Leo nazungumzia laana ya kizazi, laana za urithi ambazo nimezipatanisha kwa pamoja. Unaweza ukawepo katika mazingira fulani, ukawa unajiuliza ni nini kinachofanyika. Wewe tu uko tu, ili mradi wewe upo tu. Lakini wakati huo ile laana imeweka kiburi ndani yako. Unaweza ukamjibu mtu unapotaka, unaweza ukajivuna unapotaka. Wewe hujui kuna laana ndani yako. Hii laana inaweza ikakosesha amani. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ujiulize ni laana gani ulionayo. Na laana inatembea kizazi hadi kizazi. Laana itembea kwa mtu mmoja. Ukisoma kwenye kitabu cha Mithali, anasema laana ipo kwani kwenye kizazi cha 4. Jiulize wewe ni kizazi ngapi? Maana wewe laana ambayo ulilaaniwa, na wewe hiyo laana inaenda kukamata watoto wako. Leo tuna laana ya kiburi. Leo tuna laana ya talaka. Leo tuna laana ya kutokuzaa. Na hii laana inasababisha tunazunguka. Hii laana inasababisha tunatembea hapa na pale. Laana inatuzungusha dunia kote. Laana inatuzungusha hata kwenye madhabahu hadi kwenye madhabahu. Ni laana hiyo ndiyo inasababisha yanafanyika hivyo. Ni laana ambayo haiwezi kusababisha tukafanikiwa, kwa sababu ni laana ya kizazi. Tulikuwa kwenye laana ya kutembea. Tulinenewa tusiwe watu wenye thamani. Tulinenewa tusiwe watu wenye uzima. Tulinenewa mabaya, lakini Mungu alibaki pamoja nasi. Mungu alisimama pamoja nasi. Wakati ule tulipomchukua kama yeye ndio mwokozi wa maisha yetu, alitubadilisha mpaka ile laana ambayo ilikuwa inasababisha tunatembea mji mzima tunamaliza. Laana ambayo ilikuwa inatuweka hata usiku hatulali majumbani, usiku hatulali hata ndani. Laana ilikuwa inatutesa usiku. Kazi yetu ni kutembea tu. Hiyo ni laana ambayo ilikuwa inatutesa. Hiyo ni laana ambayo ilikuwa inasababisha tunakosa amani. Ni laana ambayo ilikuwa inatembea pamoja nasi. Na hizi ni laana ambayo hata kama tumeokoka hatutaki kuacha hizi laana. Lakini wakati Bwana Yesu anapokuja anabadilisha, kwa sababu yeye alibeba laana yetu. Wakati Mungu akamlani Adam na Hawa katika shamba la Edeni, Kristo Bwana Yesu akaja akafia kwa ajili yetu, ili akafute ile laana tuliyokuwa nao. Aliyekuja kumaliza laana ni Bwana Yesu. Wakati Mungu muumba mbingu na nchi na kaleta mwana wa Adamu duniani, alikuwa kupendezwa na mwanadamu, alikuwa kupendezwa na tabia ya mwanadamu, hakupendezwa na nyanya za mwanadamu. Alilaani uzao huo ili huo uzao isiendelee. Na hiyo laana ilifanya kazi. Ukisoma Biblia mwanzo mpaka Ufunuo, utakosa uzao wa Adamu. Lakini wale walioletwa kwa niaba yake wamezana, wao ndio waliwaambiwa waende wakajaze mji wa Misri.
tangu nianze kusoma Biblia mwanzo hadi Ufunuo, sijakutana na mahali ambapo imeandikwa huyu ni mwana wa Hawa na niliyepata aweza kanisaidia. Ni laana, walilaaniwa. Na baada ya kulaaniwa hawa watu, ilianza kufanya kazi. Kuna baadhi za laana ambayo Kristo hakuweza kuziweka uhuru. Wengi wanaijua laana ambayo alilaaniwa mwanadamu, alilaaniwa mwanaume, kwamba yeye atakula kwa jasho. Ndiyo laana ambayo wengi wanaijua. Wanaijua laana ambayo Kristo alilaani mwanamke, kwamba atazaa kwa uchungu na hataelewana na nyoka. Mara nyoka inayosababisha ikamdanganya, wakala lile tunda. Baada ya kula lile tunda, akaenda kamwambia mumewe Adamu. Wakaanza kuona yale ambayo Bwana kuweza kuruhusu waweza wakayaona. Hapo ndipo laana ilianza kutembea. Laana zinatembea. Hiyo ndio maana leo kuna watu wengi hawana kizazi ndani yao. Laana zinatembea. Na laana zilianza kule mbinguni. Laana ikuanza tu hapa duniani. Laana ikuanza tu kwa wazazi wako. Wazazi wako wanakamilisha lile ratiba ya laana. Nao wakaja na ujuzi wao. Wao wakaja na uwezo wao. Wakaanza kulaani. Wakaanza kulaani wale ambao wamekamatwa. Wakaanza kulaani kizazi chao. Wanalaani kwamba wewe utafika mbele. Na kweli ufiki mbele, kwa sababu anapolaani analifanyia kazi na anaipa ibada. Lakini siku ya leo nimekuletea Bwana Yesu aliyefia msalabani. Yule anayezungumza kwenye Wakorintho, yule anayezungumza kwenye Kumbukumbu ya Torati, yule anayezungumza kwenye Hesabu, ama anasema kwamba alifia kwa ajili yetu, kwa ajili ya laana zetu. Huyo tu ndio niliyekuletea. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanaume Yesu akiingia ndani yako anabadilisha lile laana. Huyu Bwana Yesu akiingia ndani yako anaondoa lile pingo. Huyu Bwana Yesu hata kama uko na jina, akiingia ndani yako unaanza kuona jina. Sisi wengine hatukuwa na jina. Sisi wengine tulikuwa tukitembea tunatemwa mate. Sisi wengine tulikuwa tunazunguka tu. Sisi kazi yetu ni kuweka mji katikati. Iwe ni mchana, iwe ni usiku. Kazi yetu ni kuzunguka tu. Na tunachokitafuta amta. Hiyo ni laana ilikuwa inatutesa. Yawezekana babu zangu walinena laana. Hawa watoto wenu hawatakuwa na makao. Kazi yao ni kuzunguka tu. Tulikuwa tunazunguka nchi hadi mji. Msituone leo tunaweza tukahuburu, tunaweza tukaenea habari za Yesu, tunaweza tukainua Injili na ikasonga mbele. Tulikuwa kwenye laana. Laana ikawa inatembea na mimi. Natoka hapa nenda Kenya, natoka nenda Nairobi, amna ninachotafuta. Laana inaniweka nenda Kisumu. Natoka hapa natembea kwenda Msoma, nazunguka kwenda Mwanza. Kazi yangu ni kuzunguka, amna faida. Laana ya kutembea. Laana hiyo. Laana yaniweka. Kazi yangu ni kutembea mlango hadi mlango. Hamna ninachotafuta. Laana. Maana tulilaaniwa.
na hicho laana ambayo wababu walitamka linafanya kazi, kwa sababu Biblia linasema laana ukaa hadi kizazi cha 4. Inamaanisha kwamba leo ukilaaniwa hadi kutuku yako wanatembea ndani ya hiyo laana, maana ni laana. Tukakosa malango ya kwenda, wakaachilia roho ya kiburi ndani yetu. Kila tunachoambiwa tunaona sisi tunaweza. Nini tutafika? Nani atatuweza? Laana ya kiburi. Na hiyo laana ya kiburi hadi leo kwenye makanisa hiyo laana ipo, maana inatembea. Ni laana inazunguka, laana inazunguka kila tu unachopiga. Laana ijui wokovu wako, laana ijui maombi yako, laana ijui ukubwa ulionayo, laana ijui kile unachokishika, laana hata ijui fedha ulizo nazo, laana ijui hata kazi ulizo nazo. Laana hiyo, unaweza ukawa na laana lakini kile ulicho nacho ikusaidie. Tumekuwa na pesa, tumekuwa na kazi, lakini kazi zetu hatusaidii kwa sababu ni laana. Laana, laana hiyo inafanya kazi. Laana inafanya kazi. Laana inatuzungusha, laana inatupokonya jina, laana inatembea nasi. Laana, maana tuna thamani mbele ya Mwenyezi Mungu, hatuna thamani machoni pake, hatuna thamani, maana laana ya vizazi inatembea ndani yetu. Laana ya kizazi, laana inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nazungumzia laana. Unaweza ukajifariji kwamba wewe hupo, kwamba wewe hupo. Kuna watu wengi madhabahu zao zinanena madhabahu za magonjwa, madhabahu zao zinanena madhabahu za utasa, madhabahu zao zinanena madhabahu za talaka. Wengi wamekosa kibali cha baadhi ya vitu kadhaa wa kadhaa. Madhabahu yako ikiwa inanena talaka, hata ukiwa unaenda kazi ni talaka tu, hata ukifanya kazi haulipwi ni talaka tu. Madhabahu ya talaka, madhabahu ya talaka inakukamata ukiwepo kwenye ndoa. Wewe hutaki kwenye hiyo ndoa, hata awe mtoto mdogo hakutaki kwenye hiyo ndoa. Hata kama Mungu amekubariki umeweza kupata mtoto, naye mtoto aliozaa kutoka tumboni mwako naye anakukataa, maana laana ya talaka. Laana hiyo inatembea, laana inasababisha unatoweka kwenye milango isilokuwa sahihi. Laana hiyo, laana haijui ukubwa ulio nayo, laana haikutambui jinsi ulivyo. Laana hiyo, Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuyakatae laana za vizazi, naomba tukatae laana za urithi, naomba tukatae laana za madhabahu, maana laana za madhabahu zitatutesha bure pasipokuwa na maana.
Laana za madhabahu itatutembeza pasipokuwa na maana. Laana za madhabahu itavunja majina yetu pasipokuwa na maana. Laana za madhabahu itaanza kuvunja nafsi zetu. Laana za madhabahu itatunyima nafasi. Laana za madhabahu itanyima neema ndani yetu. Neema ya madhabahu itasababisha tukakose kiu ya maombi, kwa sababu laana ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Laana ikiwepo ndani yako, hata kama unaomba, ukitamka maneno yanaenda kama wimbo, hiyo laana, hayo maneno yako hayasikiki hata kimoja, maana ni laana. Hata kama unaokoka, wewe ndio unaenenda kwa ndimi, laana bado ikuachi, bado iko pale pale, laana ipo ndani yako. Lakini Kristo Bwana Yesu, yeye alifia kwa ajili ya laana yetu. Sasa unapoelewa laana ambayo inakutesa, lazima ukayakemee hiyo laana. Unaweza kuwepo mtu mmoja, lakini una laana 5 ndani yako, na ujui hizo laana zinakutesa. Unajipiga tu kifua, wewe upo tu. Unajipiga tu kifua, wewe ni mmoja wapo tu. Lakini ujui unateswa kwenye laana. Wengine hata wana laana za kuitwa majina machafu, na hata matendo yao hayaendani na hizo laana. Matendo yao hayaambatani na hizo laana. Na unaweza ukalaaniwa na laana ikakosa kufanya kazi. Ukiwa unamjua Mungu na anaishi ndani yako, uweze ukalaaniwa ukiwa unamwamini. Nataka uwewe imani ya ile laana inayokutesa inaenda kutoweka. Nataka uwewe imani hata kama kuna laana ambayo inatesa ndugu yako, wewe mbebe imani, Mungu anaenda kufanya. Laana ya magonjwa inaenda kutoweka. Laana ya majivuno inaenda kutoweka. Laana ya kukataliwa inaenda kutoweka. Katikati yetu kuna watu ambayo wana laana za roho chafu ndani yao. Kila wanachotamka inakuwa ni baya. Kila wanayetembea naye wanachukiwa huyo, hata kama aliweza kutembea na mimi. Katikati yao watu wanaanza kushuku na mimi, kumbe yule aliyekuwa naye ndio ana laana hiyo. Roho ya kukataliwa, roho ya chuki. Usijiulize mwanzo ulikuwa vizuri na fulani, lakini kwa sasa limekuwa ni machozi tu kwako. Badala yawe baraka kwako, badala yawe matunda kwako, badala yawe manufaa kwako, yanakuwa ni laana tu kwako. Jiulize, aliyekuzunguka ni mtu wa namna gani? Huyo mtu ana laana wa namna gani? Hiyo ndio maana Waswahili wanasema ukitembea na mwizi lazima uwe mwizi. Yani wanakurithisha laana ya yule unayetembea naye, na hiyo laana inafanya kazi kwa sababu ni kila macho ni roho. Unaimiliki kupitia hiyo roho unayotembea nayo. Kuna laana zingine unayairithi kwa kupitia kukanyaga tu kivuli cha mtu. Umeirithi laana yake kwa kutokuelewa. Laana hiyo, kuna laana unarithi hata kupitia kwenye kiti ambacho umekalia, ambayo mwenye laana alikaa kwenye hicho kiti. Wewe unakuja unalikalia, unamiliki hiyo laana yake kwa kutokujua. Ni laana. Kuna laana za magonjwa. Unaweza ukafika sehemu unakuta mtu anakula hao barabarani, unaanza kumuomba, hujui laana ya magonjwa unapitia kupitia hiyo chakula
Hiyo ni laana. Laana inatutesa. Laana inatufunga. Laana inatutesa. Laana inatuweka pingo. Laana inatunyima amani. Bwana Yesu asifiwe. Laana hiyo, laana inakataa. Laana inakataa tuweze kusogea mbele. Laana inakataa. Wewe ndio kila tu, tumbo linauma. Wewe ndio kila tu, gesi linajaa tumboni. Ukienda hospitalini wanakuambia una vidonda vya tumbo. Ukienda hospitalini wanasema una gesi tumboni, una maji tumboni. Kumbe ni laana ya magonjwa. Na laana ya magonjwa za tumbo zinakuja na nini? Laana za magonjwa za tumbo inakuja na vyakula mnazokula, vyakula mnazoambizana. Kama zamani, wazee wa zamani walikuwa wakibanika vyakula vyao, walikuwa wakikausha. Wakati wanakausha, alikuwa akiyatamkia maneno. Ikifika wakati wanatoa kipande, inapikwa pale, mnaanza kula. Kumbe maneno yake aliyaweka ndani ya ile chakula. Kumbe maneno yake aliyanena ndani ya ile chakula. Inaanza kukutafuna mahali ulipo. Hapo ndipo hata kama kulikuwa na uwizi, ameiba hiyo chakula, ameanza kuinenea wakati wa anaiandaa. Anaiweka hii roho kwa wale ambao watakayetumia, hadi kizazi chake watakayetumia. Ndio kesho akiza mtoto anaanza kuiba vitu vidogo vidogo. Huyu mtoto atakituma sokoni, huyu mtoto anatafuta kitu anatoka nayo, yani vitu vidogo vidogo. Maana ni laana ya uwizi. Ile chakula aliyoileta, alileta katika njia ya laana. Ile chakula aliyoileta, alileta katika njia ya uwizi. Lazima jinsi alivyoiandaa yakazae matunda. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, nataka nikwambie siku leo ni siku ya kukataa laana. Laana ya kizazi, unazaa hata uone faida ya watoto. Hiyo ni laana ya kizazi. Unahangaika na mtoto anakuwa, akishaanza kujielewa, mtoto huyo anakutukana. Akishaanza kujielewa, huyo mtoto anaanza kukutoa masiri lako. Huyo mtoto akishaanza kujielewa, huyo mtoto anajihusika na mambo za kilevi. Huyo mtoto anafanya mambo mabaya. Kazi yake ni laana ya kizazi kinatembea. Laana ya kizazi kinatoka pande zote nne. Upande za baba, upande za mama. Na kila lango lina laana. Sasa unapoikataa laana, lazima ukatae kila lango ambayo ina laana yake. Unaweza ukatoka na laana moja kwenu, lakini mali unapoenda kuoa, mali unapoenda kuolewa, kuna laana. Wewe unaenda kukutana naye, naye ana laana. Laana zinazalishana. Inapita sasa laana moja, inakuwa ni laana nne. Laana inatembea. Laana ukisafiri, inasafiri pamoja na wewe. Laana ukipanda ndege, laana inapaa na wewe. Laana haijui ukubwa ulionayo. Laana haijui elimu ulionayo. Laana katika jina la Yesu, laana inatembea. Laana ikikuweka kwenye ulevi, yani wewe ndio unalewa mpaka unajikojolea, unaona uko sawa, ni laana. Yani mzazi anaanza kulia, mbona mtoto wangu yuko hivi? Mbona mtoto wangu siku hizi amezidisha ulevi? Kumbe ujui mwanao analipa kile deni uliokuwa nao, ndiye anayelipa. Laana ya ulevi.
Hiyo ndio uzuri wa laana. Unaweza ukafanya ukafikiria umeyashinda hiyo laana. Unaweza ukafanya ukayafikiria hayatakufuata. Unaweza ukafanya ukayafikiria umeyashinda, kumbe laana inakuja. Kama ulikuwa unatapeli watu, kesho na kesho kutwa wanao pia wanaanza utapeli. Kama ulikuwa unadanganya watu, kesho na kesho kutwa wanao pia wanadanganya watu. Laana inatembea. Kama ulikuwa mshirati, kesho na kesho kutwa mtoto wako naye anakuwa na tukio baya, anakuwa na tukio ya kusajabisha, anakuwa na tukio ambaye hata ukiambiwa unakataa, kumbe mtoto analipa deni ya kile ulichokuwa ukiyafanya. Ni laana ndio inafanya haya. Laana inasababisha tunatembea. Laana inasababisha tunatoka kwenye uwepo wa Bwana. Laana inasababisha tunakengeuka mapenzi ya Bwana. Laana inasababisha tunaacha kusudi la Bwana. Laana inasababisha tunaacha kumwabudu Bwana, kwa sababu tunapomwabudu Bwana inasababisha tunajua laana, na madhabahu ya laana haitaki kajulikane. Madhabahu ya laana haitaki kajulikane. Madhabahu ya laana inataka kila sana kila wakati yeye anaipata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Laana haiwezi karuhusu haijulikane, lakini laana inakubali kwa ajili ya mateso. Laana inasababisha unakataliwa. Laana inasababisha mambo yako yaende sawa. Laana inasababisha hata kama kulikuwa kuzuri, yeye inakuwa kubaya. Laana inasababisha hata kama kwako walikuwa wakiinywa maji, walikuwa wakiomba maji, laana inasababisha kwako inakuwa pakavu, kwako inakuwa pagumu. Hata watu waliokuwa wanakuja kunywa maji kwako wanakosa, maana laana inaanza kutembea. Laana hiyo, laana inafanya kazi. Laana inafanya kazi. Laana haijui majivuno ulio nayo. Laana haijui nafasi ulio nayo. Laana hata haijui nini ninayohubiri. Laana hata haijui nini ninayoomba. Laana bado inafanya kazi. Nisipoikataa laana, nisipoitambua laana, nikiondoa hiyo laana, laana bado inafanya kazi. Laana bado inasimama. Laana bado inanifuata hata kama ninahubiri laana. Hakukubali kumpokea Kristo Bwana Yesu, ndiye anaiondoa laana. Unapopokea Kristo Bwana Yesu, laana zinatoweka. Laana zikakataliwa zinatoweka. Laana za kukuweka unatembea unadunda inatoweka. Una laana za kuuzwa, wewe kazi yako unauzwa tu, wewe ujui ni laana, unauzwa laana tu. Unakuta mzazi anauza mtoto wake, kazi yake yeye anasindikiza tu mtoto kwenda. Nenda mama, nenda baba. Laana ya kuuza, unauza kutokujua, maana ulinenewa laana ya kuuza kizazi. Wewe ndio una laana, kazi yako ni kusambaza kizazi chako, unawasukuma wanaenda, lakini Mungu yupo.
wako siku ya leo, ukiwa tayari anaenda kuondoa hiyo laana, ukiwa tayari anaenda kubadilisha kwa jina la Yesu. Kuna laana, watoto wa watu wanauzwa, wao ndio wamekuwa kipato cha watu, wao ndio wamekuwa kiingiza uchumi kwa watu wengine, wao ndio wanauzwa, wao ndio wanaingiza. Lakini bado Mungu bado anatupenda, lakini Mungu bado anatuzingira, lakini Mungu bado anatupatanisha pamoja na mwanae. Hiyo ndio maana wakati kwa Yesu Kristo alipokufa kwa ajili yetu ya kuondoa laana tulizo nazo, aliweza akafufuka wakati ambayo watu hawakujua, hata kama walikopo wenye huruma, hata kama walikopo wale ambao machozi yao yalikuwa yanatiririka kwa haraka, ambao Biblia inasema ni jinsia la kike, walifika wakakuta Kristo alishafufuka na akaenda. Na Bwana naye akaficha, akasema alifufuka, lakini hakusema majira aliyofufuka, maana watu wenda wangelewa yale masaa, na wao pia wangekuwa wanaombea wafu wakafufuka kwenye haya majira ambayo mkombozi Kristo Bwana Yesu alifufuka. Wakati kama huo Kristo hakuweza kuruhusu yakaonekane. Wakati kama huo aliweza kufufuka kimya. Wakati huo mamake Maria anaenda pale kwenye kaburi lake, anaenda kumkosa, anajiuliza mwanangu yuko wapi? Na wakati askari yote wafalme za dunia walimzika, mpaka wakachukua mawe wakaweka juu yake, wakamzimiti, kwamba hakujua wakati huo anakomboa nafsi zao. Hawakujua wakati huo anasimama kwa niaba yao. Wakati huo aliondoa hata laana kwa wale waliokuwa wanamsulubisha. Wakati huo hawakujua alikuwa anaondoa laana kwa waliokuwa wanamchapa mjeledi. Wakati huo hakujua anaacha laana yale ambayo ilikuwa inawatesa, anabadilisha nari yao. Wakati huo Bwana alifanya jambo. Wakati huo alifia kwa ajili yetu ili akakae ndani yetu. Mungu yupo pamoja nasi. Kristo yuko pamoja nasi. Bwana bado anatupenda. Bwana bado anatupenda na anaendelea kutupenda. Bwana anaendelea kututetea. Bwana anaendelea kusimama pamoja nasi. Kristo anaendelea kutuweka huru. Bwana anaendelea kutufanyia jambo jipya. Ebeneza anaendelea kututendea makubwa. Jehova Jireh anaendelea kututendea makubwa, kwa sababu ni yeye tu peke yake, kwa sababu ni yeye tu aliyesimama. Hata kama kulikuwa na magumu kiasi gani, usitazame hayo magumu. Baba imani, hata kama ulikataliwa, hata kama walisema wakutaki, leo nakupatanisha naye. Maana Kristo Bwana Yesu amekuja kwa ajili yetu. Hata kama wewe ndio umekaa katika mazingira usiyeitwa katikati ya watu, usiyepata kibali katikati ya watu, leo narudisha neema ndani yako, narudisha neema ya ukombozi ndani yako katika jina la Yesu. Hautakataliwa tena, hautakataliwa tena. Unaweza ukawa na baraka, unaweza ukawa na nafasi, lakini hizo baraka na nafasi hazifanyi kazi ndani. Hizo baraka na nafasi hazisimami tena. Natamka baraka, natamka ufunguo ndani yako, natamka neema ndani yako. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kilichotoweka ndani yako. Wako
watafute wao, usiwatafute wewe. Katika jina la Yesu. Misingi iliyowekwa inaharibika. Misingi iliyowekwa, wewe tu uweze ukasogea. Wewe tu ndio unatoa mifano na wewe tu ndio ukianza mwendo haumalizi mwendo. Wewe tu ndio mtu ambayo hata ukizaa mtoto akutambue. Ni wewe tu ambayo ukifanya kazi inatamani. Ni wewe tu mtu ambaye ukiwepo kwenye ndoa hata ulionaye kwenye ndoa akutambue. Ni wewe tu mtu ambaye ukiwepo kwenye jamii ulioka wakutambue. Ni wewe tu mtu ambaye hata mkiwepo kama wanaukoo, wewe tu ndo unaomba kiatu inafukuzwa nayo umbwa. Wewe tu ndio umewekwa laana juu yako. Leo unapata kibali kwa jina la Yesu Nazareti. Leo ni siku za baraka. Leo ni siku ya mafungo zinatoweka. Leo ni siku ya moyo. Pingo au jela ulioko ndani inaanza kutoweka. Amini Mungu. Amini Mungu. Amini Jehova. Amini Kristo. Ninaituma hiyo roho ya mafungo ndani yako. Unafunguliwa. Unakubalika. 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 Katika jina la Yesu. Unakubalika popote pale. Unakubalika. Kwa jina la Yesu Nazareti. Mungu wa ajabu ni wewe tu peke yako. Hakuna mwingine kama wewe. Hatutakubali laana za wazazi ziwabaki wao. Laana zao isiwatutese. Maana sisi hatukuweka agano, sisi hatukutoa sadaka, sisi hatukujua mwanzo hizo laana zao, hatukujua urithi wa madhabahu zao. Hata kama walikuwa wachawi, sisi hatukujua urithi wa uchawi. Lazima tuwekwe huru kwa jina la Yesu. Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye utawala. Kizazi chetu lazima tuwatenganishe na laana. Kizazi chetu lazima ikakombolewe. Kizazi chetu lazima ikamjue Mungu. Laana ya wazazi inatoweka. Laana za ukoo zimetoweka. Laana za madhabahu ilikopelekwa inatoweka. Maana Zaburi anasema tulipozaliwa tulipelekwa kwenye madhabahu za sanamu, tulipelekwa kwenye madhabahu ya Shetani. Leo hizo laana zinatoweka. Lazima hiyo madhabahu zinatoweka. Lazima tukakombolewe kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu anafia msalabani, analia, anasulubishwa, analia akisema nipo peke yangu, Eloi Eloi, kama sadaka yangu. Alafu anabaki kwa jinsi ulivyo. Kizazi kiliopotea inarejea. Kizazi kiliopotea inarejea. Ndoa kiliopotea inarejea. Wewe uliokataliwa kwenye ndoa, wewe uliofukuzwa kwenye ndoa, wewe ambaye tukiwepo kwenye ndoa yako isabiki, leo inarudi katika jina la Yesu. Kwa sababu sisi hatukujua misingi iliyowekwa kwenye ndoa. Wazazi wetu wao ndio walifanya yao, hawapaswi kutoshirikishwa. Hatupaswi kushiriki kwenye dhambi zao. Bwana Yesu hatutakubali.
Bwana siku katika jina la Yesu ni nguvu. Uko wakina mama si nguvu. Tunateseka kwa sababu uko wakina baba si utaki. Kwa tunateseka kwa sababu ilipolaniwa ardhi. Ikiwa tumezaliwa tunatembea kwenye ardhi. Kwenye ardhi tunapotembea ni laana tupo. Lazima tukaachiliwe. Lazima laana za ardhi ikatuachie. Lazima damu ilizomwagwa kwenye ardhi hiyo lazima ikatuache. Katika jina la Yesu. Laana ya uzao lazima ituache. Tunajitenga na hii madhabahu. Madhabahu za laana, madhabahu za wazazi, madhabahu ambayo yatutesa, madhabahu ambayo imetuweka pingo, madhabahu ambayo yaweka mtu anajivuna kumbe mna anachojivunia. Ni madhabahu hayo lazima ikatuache. Biblia inasema kwa baba zetu hawakumjua Mungu, walichora sanamu wakatuweka kwenye madhabahu za sanamu. Yeye anasema hao wazazi wetu hawakumjua, lakini kwa sababu tunamjua lazima tukatengamane na madhabahu yao. Maana yeye anayesema kwenye Wakorintho, yeye ni Mungu mwenye wivu. Yeye ni Mungu ambaye hapendi kuumba mwanadamu, hapendi kuumba Mungu aliyechongwa. Yeye ni Mungu mwenye wivu. Lazima madhabahu kitatuweka. Lazima madhabahu ambayo waliwekewa ajenda, lazima ajenda tuliyozaliwa ikawekwa ndani yako, lazima inatoweka. Wewe mama unaenda hospitalini, unaenda kujifungua, haujui daktari anayekuzalisha ananena maneno gani juu ya mtoto wako. Inafika wakati wanasema inafaa uende operesheni, haujui nini kinaenda kutendeka kwenye hiyo operesheni, haujui nini kinaenda kufanyika kwenye ile lango la unakopelekwa. Wewe unapoteza fahamu. Ni laana wanayokutamkia. Kuna madaktari wengine ambao hata pamoja na ujuzi walionao, pamoja kwamba wana nguvu walionao, pamoja kwamba wana utaalamu walionao, lakini hawana watoto. Anapokuzalisha kuna maneno fulani wanayonena ndani ya huyo mwanao, ananena ndani yako wewe unapozalishwa. Maana anatamani na yeye azae, lakini amekosa mtoto, lakini amekosa pamoja kwamba anajua njia zote, anajua ali na mifuko ya mtoto, anajua ali mifuko ya kizazi, lakini bado hajapata neema ya kukuona mtoto. Sawa, kadri unapozidi kuzaa, kila ukienda wewe unamkuta, kila ukienda kwenye kliniki yetu unayemkuta. Hapana. Asante mtakatifu. Lazima hizo laana hizo ulipiwa lazima zikuache. Hizo ni laana ulizolipiwa. Una laana za uache. We kazi yako ni kutoa sadaka za damu. Wewe haujui mwanzo ulianzia wapi. Wakati ulipozaliwa ukaishi ndani za hizo laana na ukafuata hiyo mkomo wa kumwaga hiyo damu. Hiyo ni laana. Lazima laana ya kizazi ni watu weke ndani yetu. Katika jina la Yesu. Ni wakati wa kuacha laana. Ni wakati wa kutengana na laana. Wewe una laana. Kazi yako ni kuzungumza madhabahu za Kristo vibaya. Hiyo ni laana. Laana hiyo. Kristo Bwana Yesu ataruhusu laana za kuitishwa lazima ikuache. Una laana
ambayo inakupata tukiwa mkubwa, sio kwamba unaanza utogoni. Ilikuwepo kwa ndugu yako, baada ya ndugu yako kufa, unachukua mizigo yake, unabeba mikoba yake. Kama alikuwa mlevi au kwa mlevi, wenzani unaanza kulewa. Nisamehe mtakatifu, nimesimama mbele zako nikitubu ya inatutesa, inatufunga, imeweka mabinti wengine leo wao wanayeuzwa bahari, wanavaa vazi ambazo si sahihi, ni laana za kuuzwa. Yesu nisamehe Baba, nisamehe mtakatifu. Yesu njoo nisaidie. Wengine umewafanya kama mapato yao, wengine umewafanya kama lango lao za kupata kile walichokikosa. Mtu anafungua paa, anaanza kutafuta watoto wa watu, anaanza kuwauza mali pale. Wewe unasoma kwamba unafanya kazi, kumbe uko kwenye laana. Unalaaniwa mapema. Umetoka kwenye kizazi cha laana, umetoka kwenye kizazi cha usherati na ukahaba. Wewe unafanya kazi, kumbe ni laana ile inafanya kazi. Unapatana na mnaelewana naye, naye anakuuza. Ana nyumba, amekosa mtu wa kulala, anakuweka mahali pale ili watu wapate pa kulala mahali pale. Unauzwa laana. Asante Baba. Watoto wetu wameacha taratibu kwa mapenzi ya Mungu. Mungu anaachia laana. Anayeondoa laana ni Kristo Bwana Yesu, mkombozi wa wakombozi, mkuu wa wakuu wote. Ni Yesu pekee yake tu, sio mwanadamu mwingine. Beba hizo vifurusi. Ni Yesu. Chukua hizo vifurusi vile. Na yote yanayotendeka yasiyo kusudi la Bwana linaenda kutoweka kwa jina la Yesu. Beba samehe Yesu. Hilo lango la mwanadamu, hilo lango sio Yesu Kristo, hilo lango sio Roho Mtakatifu, hilo lango inatoweka katika jina la Yesu. Nisaidie mtakatifu. Mungu ni nguvu, Mungu ni uwezo. Laana hiyo itoweke. Mungu ni uwezo. Laana itoweke kwa huyo baba. Laana ya ulevi ikatoweke ndani yake. Laana za ushangazi ikatoweke ndani yake. Laana hiyo ikatoweke. Wendo niliondoa kwenye laana za upasa. Nilipokuwa naitwa wewe ni tasa na mtoto, wewe tangu lini utazaa? Wewe Yesu ukasaidia watu wote kwa jina la Yesu. Wewe Yesu unanimimina kwenye laana za talaka. Baba rejesha tukwao, acha kilichotoweka ndani yao. Beba kusema watumishi wa Mungu. Beba vyote. Beba zorana zote. Beba kubwa. Baba Mungu wangu, Mungu wa Elia iliyokanyaga Naamani, Mungu wa Elia iliyompondeza Naamani, Bwana Yesu kaonekane kwenye madhabahu. Baba, kisima chako kikitibuliwe, laana za wanao ukayabebe wewe tu peke yako, katika jina la Yesu na Mungu.
katika uwezo wako Baba mwenye nguvu, utende makuu zaidi ya kutenda makuu, udhihirike wazi kwamba ni wewe tu Bwana. Bwana Yesu, laana hata walioyatamka Baba Yesu alitafanya kazi, hata kama walitoa sadaka alitafanya kazi, hata kama walitoa mifugo alitafanya kazi. Mimi ndio nimetuma mizimu, mimi ndio nimetuma mizimu, mimi ndio naondoka na mizimu yangu, naondoka na mizimu yangu, naondoka na mizimu yangu, mimi nimetuma mizimu, mimi nimetuma teseke, mimi nimetuma teseke, naondoka na mizimu yangu, nabeba, 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 naenda na mizimu yangu, nabeba mizimu yangu, nabeba mizimu yangu, nabeba. Kazi yako sio kulia, kazi yako sio kutoa machozi, kazi yako ni kusujudu mbele za Bwana, kazi yako ni kunyenyekea mbele za Bwana. Kila madhabahu za uchawi, kila madhabahu za mateso zinazokutesa inatoweka. Nimeleta Bwana Yesu, nimeleta mshindi juu ya washindi, nimeleta Huduma yenu nimewaachia, nimeleta moto pitayo moto, nimeikuza tena, kila madhabahu yote umenichoma imetosha, yote inatoweka, ninaondoka, nyota zote zinatoweka, haijalishi kwa namna yote, ninaondoka, mtakatifu ninaondoka. Toka katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Beba mchafu wewe. Unahitaji nini? Achia. Moto wa Yesu. Moto. 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 Samora tunaenda. Samora tunaenda. Samora tunaenda.